XO. Kisses and hugs. Ni malkia wa ulingo anaitwa Lulu, na kama alivyokuwa ameweza kuelezea hapo mwanzo kwamba alitamani sana kuwa mama, na kutokana na hali yake ya kupenda sana ngumi, kama ndugu walikuwa hawamuelewi hivi, lakini kwa bahati akabahatika kupata mtoto, lakini mwenza wake akawa na changamoto hapo katikati kwamba hakuwa tayari, lakini njia alizokuwa anazitumia kumfikishia mwenzie ujumbe hazikuwa sahihi. Kwa hiyo sasa pale baada ya wazazi uliwaambia wakati gani? Baada ya sasa tumbo ndo limeshafika ile miezi 8. Yaani wakati tumbo limeshafika miezi 8 nilienda nyumbani. Nimefika nyumbani nilikuwa nimevaa kama kawaida, nimevaa kama mwanaume, lakini sasa tumbo lilikuwa kidogo limeshakukua. Hapa mjini au kijijini? Wazazi wangu wapo kijijini. Okay. Kwa hiyo nilipofika wakawa wao walikuwa wanajua labda tu, yani ni kama ni mna kitambi sio, yani sielewi wao walipokeaje. Mtu wa kwanza kumwambia alikuwa ni shangazi. Nikamwambia shangazi, mimi na ujauzito. Akaniambia ujauzito bebe wewe utaupatia wapi? Nikabidi nicheke. Nikamwambia shangazi, mimi na mimba. Hakuamini sasa kwa sababu kulingana nilikuwa nimevaa t-shirt afu nikavaa jacket juu. Nikavua ile jacket, nikavua t-shirt, nikabaki na tumbo tupu. Kichofuata pale shangazi alitoka na anapiga vigelegele na yani alikuwa kama mtu ambaye amepata kama kichaa fulani hivi. Kaenda kwa kawaita kina mama kina nani akawaambia, lakini hakuna aliyeamini. Ikabidi kila mtu aje ashuhudie kwa macho. Sasa baada ya pale wakasema hata wewe inabidi tu ubaki hapa mpaka ujifungue. Nikamwambia mimi siwezi kubaki hapa. Kwamba walikuwa waamini walikuwa waamini, wakawa wanajua labda pengine labda nimetengeneza tu. Nikamwambia yani shangazi yangu alifika tu mpaka ananishika hivi tumbo, anahakikisha ngozi kama anataka kutenganisha. Au ni labda pengine nimevaa yale madudu anaovaga waigizaji. Tumbo leo analolivaa kuonekana kama na mimba kati. Nikamwambia hili ni tumbo langu. Nikachukua kiwembe ikabidi nichanje hapa kwenye ubavu hapa. Nichanje hivi litoke damu ili aamini kwamba ni kweli ni tumbo langu. Na basi ikabidi pale wakubaliane na hali. Nikamwambia mimi naondoka mjini. Nikamwambia huwezi kuondoka mjini, inabidi ubaki hapa hapa. Nikamwambia hapana, mimi naondoka mjini, na kama kujifungua mimi nitajifungulia kule. Huko bado huduma za uzazi hazijafika na mimi nataka nijifungulie mjini. Kwa hiyo atakayehitaji kuja aje. Nikaondoka mimi nikarudi mjini. Nimekaa wakati wa kujifungua ulivyokaribia siku hapa taarifa. Niliwaacha. Nimekaa nikaja nikajifungua, nilivyojifungua nikapigia simu nikamwambia mimi nimeshajifungua. Wakamtuma mtu hapa ambaye ni kutoka kijijini kule. Akaambiwa nenda kabisa mpaka hospitali. Uhakikishe kweli ni yeye na anatoka na mtoto kweli ni wa kwake. Yule mtu alikuja kunifuata hospitali akamuuliza daktari, bwana tumekuja hapa nimeambiwa kuna fulani nimejifungua. Akamwambia ndio. Akaja akaambiwa bwana huyu ataruhusiwa saa 10. Akaambiwa sawa, ikabidi saa 10 arudi. Kurudi akamfuata daktari akamwambia bwana, huyu ni kweli mtoto wa kwake au amefanya njia za kununua mtoto? Yule daktari akamwambia hapana, ni mtoto wake. Akamwambia sawa. Ndio mimi kutoka pale kurudi nyumbani. Nikaendelea na maisha mengine ya kawaida, lakini kuna ugumu kwa watoto wa kike ambao wanaingia kwenye boxing. Kwa yani walio wengi hawaamini kuwa ni mwanamke wa kawaida ambaye anaweza akawa mama kama mama mwingine. Lakini sio mavazi ndio yanatufanya sisi tuonekane kama vile hatuwezi kuwa mama. Ukiangalia asilimia kubwa ya wacheza ngumi wanapenda kuvaa kiume. Wapo wanaopenda kuvaa kike. Kama kwa Tanzania yupo nani Mwanne Haji na nani Jessica Mfinanga na Fatuma Yazidu. Hao wanavaa kama wanyinyi. Lakini waliobaki wote tunapenda kuvaa kiume. Kwa hiyo ni ngumu hata ukipita mtaani mtu kukujua kwamba wewe ni mwanamke. Mimi hata wakati mimi nilikuwa kwenye biashara zangu, huwa nawapa watu mtihani watu wengi sana. Wengi wanajua mimi ni mwanaume. Kuna wanawake wengine huwa hakubali mpaka afike akushike kifua. Haamini. Kwani na nywele unakuwa umekata kabisa? Mimi nina rasta. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi. Sio rahisi. Na nikivaa fulana kama hivi ni ngumu mtu kujua kama mimi ni mwanamke. Na sauti mnasikia sauti yangu ilivyo? Sauti yangu hivi ndivyo ilivyo. Kwa mtu mwingine anaweza kaja nikamhudumia mpaka anaondoka ajui kama anaongea na mwanamke. Anaweza kaenda akafika mbele mwenzie akamwambia wako wawili wanabishana. Utasema yule ni mwanamke. Hapana, yule sio mwanamke. Hafu anarudi. Hasa kama sasa hivi naweza nikatoka nikaongozana na binti yangu, lakini ukuta watu yule sio mtoto wake. Yaani
kwa walio wengi, kwa sababu tumbo langu lilikuwa lionekani, halafu nilikuwa nafanya mazoezi hata wakati nina mimba. Wengi mpaka saizi hawaamini kama yule ni mtoto wangu. Na wakati niko na mtoto mimi nilikuwa siwezi kunyonyesha mtoto sehemu ya halaiki ya watu. Uko unasikia aibu au? Yaani tu nilijijengea mazingira fulani kwamba siwezi kumnyonyesha mtoto kwenye daladala. Siwezi kumfunika hivi. Siwezi. Yaani sikuwahi kumnyonyesha mtoto kwenye daladala au sehemu ya kazini kwangu au nimempeleka labda kliniki nikamnyonyesha pale. Sikuwahi kufanya hivyo. Nikitoka nyumbani na hakikisha nimeoga, nimemnyonyesha mtoto vizuri kashiba. Kwamba sehemu ninakwenda nitatumia masaa mawili hatolilia kunyonya. Na hakika ameshiba. Kwa hiyo ni vigumu kwa watu wengine. Hata pale kazini kwangu mimi nilikuwa siwezi kukaa nikamnyonyesha mtoto. Japo nilikuwa nashinda na mtoto wangu. Lakini siwezi kumnyonyesha. Nikitaka kumnyonyesha nitatoka nitaenda nitakaa sehemu. Nitamnyonyesha, atanyonya, atashiba, nitarudi nitaendelea na kazi. Kwa watu wengi wanachukulia yule kamchukua tu mtoto wa mtu kamlea, yuko naye. Lakini yule ni mtoto wangu. Na wakitaka ushahidi zaidi waende Palestina Sinza, ndipo nilipojifungua mimi. Na nilijifungua mtoto alikuwa na kilo 5.9. Oh. Kwa hiyo baada ya kujifungua ulikaa muda gani tena ndo ukarudi sasa kwenye mazoezi ya ulingo? Kwa kweli wakati nimetoka kwenye uzazi nilikaa siku 7 bila kufanya mazoezi aina yote. Lakini niliumwa mwili. Mwili uliniuma vibaya mno kwa sababu siku ya mwisho wakati naenda kupata uchungu na kwenda kujifungua, nakumbuka nilitoka Buguruni nikakimbia mpaka Kinondoni Mkwajuni. Ukiwa na mimba ya miezi 9 ambayo usiku nimeenda kujifungua. Yaani sio kwamba natembea, yani nakimbia ile nakimbia kabisa. Ile kutrot. Nimetoka Buguruni mpaka Kinondoni Mkwajuni. Nilipofika Kinondoni Mkwajuni nilichukua kamba, niliruka kamba kama dakika 20. Miezi 9. Ndio. Na nilikuwa nafanya mazoezi kila siku. Sio kwamba siku hiyo tu. Kila siku sikuwahi kuacha mazoezi wakati na mimba. Asubuhi lazima nikimbie, jioni lazima nikimbie. Niliacha kufanya mazoezi ya tumbo tu. Lakini mazoezi ya nyingine ya viungo si kuruka kamba, mazoezi ya kawaida nilikuwa nafanya kama kawaida. Kwa hiyo siku hiyo nimefanya mazoezi, nimefika kazini kwangu, kuna kaka mmoja ni jirani yangu na anauza matunda. Akaniambia, "Lulu, kuanzia kesho nikikuona hapa kazini na haribu hii biashara yako. Kaa nyumbani pumzika, siku zimeenda." Nikamuuliza, "Mimi naumwa." Akaniambia, "Lazima ukae nyumbani." Nikamwambia, "Mimi siwezi kaa nyumbani kwa sababu siumwi. Hafu mazoezi, acha pumzika." Nikamwambia, "Mazoezi sio hayasababishi mimi kushindwa kujifungua." Akanambia, "Hapana, uache mazoezi." Lakini mimi nilikuwa siwezi kwa sababu mwili ulikuwa unauma. Kwa nini nilipotoka kujifungua nikasema kwa sababu anasema nitaumwa, acha nipumzike. Nilikaa wiki. Yaani ile wiki nilikuwa nikilala usiku mwili unauma kama vile mtu ambaye amepigwa na yani mfimbo nyingi, yani mwili unauma sana. Nikaona hapana. Sasa yule mama alikuwa ananihudumia wakati nimetoka kwenye uzazi. Alikuwa ananichunga sana kwa sababu alikuwa anajua mimi naweza nikatoroka nikaenda mazoezini. Sasa kwa sababu tulikuwa tulali chumba kimoja. Mimi nikaa natoroka saa 10 usiku. Naamka saa 10 namnyonyesha mtoto afu namwacha kitandani. Namwacha msichana kazi anamwambia funga mlango kwa ndani. Anafunga mlango kwa ndani analala na mtoto afu toka Roadwork. Nilikuwa nakaa Tandale. Maeneo ya TANESCO pale. Kwa nilikuwa natoka pale TANESCO na kuja mpaka hapa hii njia panda kwenda Sinza. Naenda mpaka Ubungo. Nikifika Ubungo narudi. Napitia Manzese. Manzese naenda mpaka Kinondoni nani hapa Magomeni kanisani. Alafu narudia Tandale narudi nyumbani. Mpaka saa 12 kamili ndio nimesharudi. Na maana yule mama alikuwa hajaamka. Na majirani wengi pale wanachelewa kuamka. Kwa mimi natoka wamelala, afu narudi wamelala. Nimelishaenda rudi wewe tayari narudi. Naingia ndani, nachukua maji naingia bafuni naoga. Yeye anajua mimi naoga kawaida kumbe mimi nimetoka rudi wewe nimeshamaliza. Sasa uko vizuri. Nilikuwa naona mwili unauma. Kwa hiyo nimefanya ile karibu kama siku ngapi kabla sijamaliza 40 hapo. Kama wiki 3 hivi. Hasa ile wiki ya 4 sasa nimetoka ile na nikawahi kurudi. Nilitoka saa 9:30. Ile narudi saa 11:15. Nimeshamaliza road week narudi. Yule mama anatoka anaenda kujisaidia. Nikakutana naye mlangoni. Yaani nafungua mlango tu na yeye anatoka. Nimeloa nguo zote. Akaniambia, "Wewe unatoka wapi?" Nikamwambia, "Natoka mazoezini." Akaniambia, "Mungu wangu, utaumwa." Nikamwambia, "Hapana mama, siwezi kuumwa." Akaniambia, "Hapana, bado wewe ni mzazi." Lakini toka nilivyoenda hivyo mwili wangu ndio ukawa uko sasa vizuri. Sijai kuumwa, si mgongo, si nini. Kabla tujamaliza kwa sababu ndo tunakaribia kumaliza kipindi,
labda kwa sababu huku tuambia pale mzazi mwenzio ilikuwaje baada ya kumuona daktari anatoka damu? Ulimalizana naye vipi ama naye ndo pale pale alikimbia na kupotea kabisa? Yeye pale alikimbia. Alivyokimbia mimi nilipotoka pale nikamfuata nyumbani kwake moja kwa moja. Nikamkuta yupo nyumbani kwake. Alivyoniona naingia, akafunga mlango. Kwamba nisiingie ndani kwa sababu alijua labda mimi naenda kumshambulia, kumpiga nini. Nikamwambia fungua mlango, akakataa. Alivyokataa mimi niligeuka pembeni, nikakuta kulikuwa na chuma fulani kimewekwa chini hivi uani kwao. Kachukua kile chuma nikapiga mlango ukafunguka. Nikaingia ndani nikamkuta. Nikamwambia tumekutana wawili sasa. Umenikimbia, umekimbilia huko. Shida nini? Kulea au unachoogopa wewe ni nini? Mimi siko tayari kulea, si nini. Nikamwambia sikiliza. Mimi shida yangu sio wewe ulee. Nachotaka tukubaliane kitu hichi kimoja. Sio nataka kutoa. Ina maana uue ili usiwe na mtoto, si ndio? Ungetaka labda mahusiano na mimi yaendelee. Sasa ya nini wakati unahitaji mtoto? Mimi nahitaji mtoto. Nachotaka kitu hichi kimoja ili tusije kusumbuana baadaye. Sababu mimi mtoto wangu namhitaji na bado nahitaji kumlea. Sababu siwezi kujua baadaye atakuwa nani. Nachokitaka kitu hichi kimoja. Wakati huo mimi nimeenda na rafiki zangu hao wawili. Kamba nachokitaka mimi kitu hichi. Kuna karatasi hapa na peni. Nataka uandike mwenyewe kwa maandishi yako. Kwa huyu mtoto humuhitaji na wala hata haja awe nani, hata hakueje. Humuhitaji wala humtambui. Ili mimi karatasi ya kumbukumbu yangu. Tusije tukafika baadaye mimi nimeteseka peke yangu, nishalea mtoto kashakuwa, halafu uje uanze kuniita kwamba yule ni mtoto wangu. Uje tuanze kusumbuana, sio kupelekana mahakamani, sio kupima DNA, hicho kitu sikitaki. Mathalan umeamua mwenyewe kwa akili zako timamu, ukiwa na akili zako timamu, una mawazo yako yaliyokamilika. Basi andika kwamba huyu mtoto wewe umtambui na sio wako. Ili karatasi mimi iwe ndo kumbukumbu yangu. Hata mtoto wangu akija kuwa mkubwa aniambie mama namtaka baba, nitampa hii karatasi. Kwa hiyo akisoma kama ana akili za kumuelewa atajua ni nini kimeandikwa hapa. Kwa uoga na kwa sababu alikuwa anaogopa, akachukua ile karatasi ile akaandika. Alivyoandika nikamuuliza umeandika ukiwa na akili zako timamu? Mimi nimeandika tu, lakini si ile. Nikamwambia soma tena afu niambie umeandika ukiwa na akili zako timamu? Na hapo chini umaliza kuwa umeandika ukiwa na akili zako timamu. Akaandika. Alivyoandika nikamwambia nakuitia mjumbe wako asaini. Sio tuende tu mimi na wewe mjumbe wako asaini. Mjumbe akaja. Mjumbe alipokuja akakataa kusaini. Akamwambia mimi si saini kwa sababu huyu anaweza akageuka baadaye. Nikamwambia akibadilika hiari yake, lakini wewe unachotaka kufanya usaini. Yule mjumbe kwa sababu alikuwa ni mtu mzima akakataa. Sasa bwana mimi hapa si saini. Ila kwa sababu kaandika mwenyewe kwa maandishi yake, weke sahihi yake hapo chini. Mimi siku ya siku ikitokea nikiwa bado na uhai, mimi nitatoa maelezo haya kulingana na ilivyo. Akaandika, mimi nikamchukua karatasi yangu pale, nikaondoka. Toka siku ile nimenyanyua mguu kutoka kwake, sijawahi kumpigia simu kumwambia chochote. Yaani chochote, nikikutana naye njiani akinisalimia na muitikia vizuri. Kwa sababu yeye anapita ofisini kwangu anaelekea anapoishi. Kwa hiyo gari yake anapaki karibu na ofisini kwangu. Yaani nilipo ofisi yangu kwa nyuma kuna sehemu ya parking ya magari. Kwa ni lazima apite pale. Hata unakuta muda mwingine anapita anamkuta mtoto anacheza. Unakuta anakuja anapita na ile gari anafika sehemu afu kama mtu ameduaa hivi kwamba kuendesha gari anatamani, kusimama kuongea anatamani, lakini hawezi kwa sababu ashajifunga mwenyewe. Kwa unakuta anasimama anaendesha gari kwa gari inaenda mbele anageuka anaangalia pembeni. Lakini sio wake tena. Ina maana tayari alishakuwa na maamuzi ambayo aliona yeye ni sahihi. Mimi yani kama kuna kitu ambacho naweza nikagombana na mtu ni kuhusu mtoto wangu. Ninampenda vibaya mno kwa sababu kwanza jamii inavyonichukulia mimi inanichukulia kama mama fulani ambaye siwezi kulea mtoto. Ni mtu ambaye yani wanatuchukulia tu vile wanavyojua wao. Lakini walikuwa wanasubiri tuone ataleaje mtoto wake atakuaje. Lakini nashukuru Mungu, yani kadri mtoto wangu alivyokuwa anakuwa, yani alikuwa anakuwa tofauti na watoto wao. Alikuwa anakuwa na afya nzuri, anakula vizuri, hata shule anaenda shule, lakini uelewa wake na watoto wengine ni tofauti. Mimi mtoto wangu ana miaka 2 na miezi 2. Lakini nikimpa kitabu ana uwezo wa kukuonyesha kila mnyama na jina lake. Anakusomea ABCD mpaka mwisho. Anakuimbia wimbo wa taifa beti zote 2 pasipo kuchanganya hata neno moja. Lakini unaweza kumweka na mtoto wa darasa la 4 akusomee ABCD akashindwa. Akuimbia wimbo wa taifa anyooke anashindwa. Lakini
yule mtoto anakuimbia vizuri kabisa. Haya, mwisho kabisa tupe tathmini zako kwenye masuala yote ya ngumi. Kwenye ngumi mimi nimecheza mechi 15. Nimepoteza mechi 2 kwa point. Nimeshinda mapambano 6 kwa knockout. 2 nimeshinda kwa point, 2 nimetoka draw. Unaonaje mchezo wa ngumi Tanzania? Mchezo wa ngumi Tanzania bwana, kwa watoto wa kike bado uko nyuma. Kwa sababu unakuta ndani ya mwaka mzima wanawake wanacheza pengine 2. Kwa sasa hivi kidogo tumekuwa tuko wengi, japo changamoto bado kwa mapromota kwenye kumthamini mtoto wa kike kwenye boxing bado inakuwa ni shida sana. Ili upate mechi ni wewe uanze kumtafuta promota ambaye umejua ana mechi, labda Mwakinyo labda atapigana mwezi fulani na mtu fulani. Hamna buti ya kike hapo. Kwa wewe uanze kumbembeleza yule promota na wewe upate kucheza. Na kuna 2. Anaweza kukwambia sawa nitakuwekeni fight lakini mcheze bure. Kama mtalipwa, ina maana mtalipwa robo ya ile pesa ambayo wanalipwa wanaume. Japo mnacheza round sawa na ngumi ni zile zile. Kwa hiyo ngumi imekuwa ni nyuma sana. Afadhali ya promoter huyu ni Captain Semunyo kidogo ambaye amechezesha mkanda Queen of the Ring Jumapili iliyopita. Yeye toka aliingia kwenye ngumi kidogo amekuwa tofauti na mapromota wengine. Wakati akiandaa mechi yake anaweza kuweka buti za kike 2 au 3. Kama hii ya juzi ndo aliweka buti za kike 8. Ina maana kwa Tanzania ndo mara ya kwanza. Yaani tunaweza kusema kama ndo kufulu. Yaani kwa Tanzania ndo mara ya kwanza, na ni mara ya kwanza Tanzania wanawake kuchezea ubingwa. Haijawahi kutokea, hii ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo tumejivunia yeye kwa kweli. Kwa mimi binafsi, kwa sababu mimi kwenye ngumi kwa upande wa wanawake wanaocheza kwa sasa hivi, mimi ndo mkubwa kuliko wao, niseme hivyo. Kwa hiyo ninamshukuru kwa niaba ya wenzangu kwamba ametufanyia kitu kizuri, ameleta changamoto, amewaonyesha mapromota wengine kwamba kuna wanawake wanaweza. Na naamini watu wameona ngumi zilizochezwa siku ile, watu wamecheza vizuri kuliko tabuti za kiume zingine. Kama Menikadi imechezwa vizuri sana, kwamba wamecheza vizuri, kwamba tunaweza, lakini hatupewi kipaumbele na hatupewi nafasi. Kwa hiyo hii ni nafasi hata kwa wadhamini, kwa waandaaji, mkajitokeza kwa wingi ili pia tukaangalia namna ambavyo tunaweza tukasaidia kwa upande wa wanawake wakajitokeza kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kama na wewe pia upo na unapenda mchezo wa ngumi, usisite kuingia ulingoni. Mimi naitwa Tira. Hii hapa ni Clouds TV. The XO.